Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea taarifa ya tume ya kutathmini na kushauri kuhusu masuala ya kodi. Kuelekea sikukuu za Eid al-Fitr na Pasaka, watu waendelea kufanya maandalizi kwa kununua bidhaa za vyakula na nguo katika soko kuu la Kariakoo, Dar es Salaam. Denis Sassou Nguesso apata ushindi kwenye uchaguzi wa urais nchini Congo Brazzaville uliofanyika Jumapili iliyopita. Na katika michezo, wadau wa soka nchini watoa maoni yao baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwavua ubingwa timu ya taifa ya Senegal na kuwapa Morocco baada ya kushinda rufaa. Na asante sana popote pale ulipo kwa kuendelea kufuatilia matangazo ya Channel 10. Karibu katika taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Utakuwa nami Ezekiel Mwambopo, niko hapa na Ramla Jabu ambaye yeye anatuletea habari hizi kwa lugha ya alama. Hivyo ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amepokea taarifa ya tume ya rais ya kutathmini na kushauri kuhusu masuala ya kodi. Hafla ya kupokea taarifa ya tume hiyo imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo katika hotuba yake Mheshimiwa Rais Samia amewapongeza wajumbe wa tume hiyo iliyoongozwa na Balozi Ombeni Sefue na kwamba serikali itaanza kufanya kazi mapendekezo yaliyotolewa ili kuhakikisha kuwa taifa linapata kodi stahiki. Nilifanya maamuzi ya kuunda tume hii ili kufanya tathmini ya kina ya mfumo wetu wa kodi kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi nchini. Lakini pamoja na hayo, mabadiliko ndiyo maendeleo. Napokaa muda mrefu lazima mjitathmini na mjibadilishe. Hata nyoka naye hujibadilisha, si ndio? Anavua gamba, anaacha, anakwenda akiwa mpya. Kwa na sisi tunataka kuvua gamba la malalamiko ya kodi ili tuende tuwe wapya. Mheshimiwa Rais Samia amesema katika kipindi cha miaka 4 iliyopita serikali ilichukua hatua ya kuimarisha makusanyo mapato ya kodi, huku akipongeza mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuimarisha mifumo ya ukusanyaji mapato ambayo imekuwa ndio sehemu muhimu ya kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi. Hafla hiyo imehudhuriwa na makundi mbalimbali ya watu kwenye jamii, ikiwemo viongozi wa serikali wastaafu na walioko madarakani, wakiongozwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi wa dini na wadau mbalimbali wa sekta ya fedha. Ni muhimu tuwe na mfumo wa kodi unaopanua wigo wa kodi na kuhakikisha kila mtu anachangia kadri ya kipato chake, lakini kwa namna iliyo rahisi, iliyo wazi, ya haki na usawa. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Asante Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Adam Moses Mrisho kuwa mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania TACAIDS. Aidha, Mheshimiwa Dr. Samia amemteua Balozi Profesa Elizabeth Kiago Kiondo kuwa mwenyekiti wa Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania, akichukua nafasi ya Profesa Rekaza Sifo Mukandala ambaye amemaliza muda wake. Na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amempangia kituo cha kazi
Balozi Noel Emmanuel Kaganda ambaye kwa sasa anakwenda kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Jamhuri ya Korea. Juma Mohamed, Channel 10. Asante Juma Mohamed kwa taarifa hiyo. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema msingi mkubwa wa maendeleo unatokana na makusanyo mazuri ya kodi za ndani ambazo hukusanywa na mamlaka zinazosimamia kodi hapa nchini. Ameyasema hayo alipomwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenye iftar iliyoandaliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania iliyowakutanisha watumishi wa TRA na walipa kodi Zanzibar. Amesema TRA inaendelea kukusanya kodi kwa weledi na ufanisi hali ya juu sana, jambo ambalo limewezesha serikali kupata mapato. TRA Zanzibar wamevuka malengo, na ukiangalia TRA Tanzania kwa ujumla wanavuka malengo. Hii ni kazi kubwa, na hii haiji kwa bahati mbaya. Mimi by profession ni mtu wa fedha. Hii huwa haitokei kwa bahati mbaya. Waliopewa mamlaka ya kusimamia mambo yanayohusika makusanyo ya kodi, utunzaji wa zile kodi, matumizi ya zile kodi na mengineyo katika maslaha ambayo yanarudi katika jamii kwa ujumla, wanatakiwa kuwa na uadilifu wa hali ya juu. Rekodi zinaonyesha ulipaji kodi umepanda, pamoja na kwamba bado kuna wachache ambao tutaendelea kutoa elimu ya kodi ili walipe kama wanavyostahili, lakini wengi wao wanalipa sana. Naam, ni kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda. Mahakama Kuu Kanda ya Iringa imemhukumu kunyongwa hadi kufa Joseph Mhulilwa, dereva wa bajaji na mkazi wa mtaa wa Mwalukosi, Mtwivila B, kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kwa makusudi mtoto wake wa kumzaa Timothy Mhulilwa mwenye umri wa miaka 4, akidaiwa kutenda kitendo hicho kwa lengo la kujipatia utajiri. Hukumu hiyo imetolewa na Jaji Angaza Mwipopo katika kesi nambari 25532 ya mwaka 2025, akielezea kuwa ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo ulithibitisha pasipo kuwa na shaka ya kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo kinyume cha vifungu vya 196 na 197 vya sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa mahakama, tukio hilo la kikatili lilitokea Aprili 12 mwaka 2025, ambapo mshtakiwa alimuua mtoto wake kisha kukatakata mwili wa mtoto huyo vipande vidogo vidogo na kisha kuvitupa kwenye shimo la choo. Akitoa maelezo ya ushahidi, Jaji Mwipopo amesema mshtakiwa alikiri kukatakata mwili wa mtoto vipande vidogo vidogo na kuuponda baadhi ya mifupa mikubwa kama vile ya kichwa kwa kutumia jiwe ili iwe rahisi kuutupa katika shimo la choo. Baada ya kukamatwa, mabaki ya mwili yaliyopatikana katika tanki la maji taka na kufanyiwa uchunguzi wa vinasaba yani DNA vilithibitisha ya kwamba mshtakiwa huyo alikuwa ndiye baba mzazi wa mtoto huyo aliyeuawa kikatili na kukatwakatwa vipande vidogo vidogo. Katika kesi hiyo, upande wa jamhuri uliwasilishwa na mashahidi 13 ambao ushahidi wao uliisaidia mahakama hiyo kufikia uamuzi wa kumtia hatiani mshtakiwa na kumhukumu adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Hata hivyo, wakili wa utetezi Godfrey Mwakasege amepinga hukumu hiyo, akidai mahakama haikuzingatia ipasavyo baadhi ya vielelezo muhimu ikiwemo ramani ya eneo la tukio, ripoti ya uchunguzi wa DNA pamoja na maelezo ya onyo ya mshtakiwa. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ninalo tangazo hapa kuhusu mhariri wa habari wa kituo cha redio cha Uhuru FM Pius Ntiga. Yeye anatangaza kupotea kwa mtoto wake mwenye umri wa miaka 14 aitwaye Davis Pius Ntiga. David Pius Ntiga amepotea tangu jana asubuhi akiwa shule na alikuwa amevalia sare za shule akiwa amebeba begi la shule. David Pius Ntiga ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Ilala. Hivyo
Mtazamaji, baba mzazi wa mtoto huyo anaomba msaada kwa kupatikana kwa kijana wake kwa taarifa zinazoweza kusaidia kupatikana kwake. Kwa mawasiliano basi tumia nambari ya simu 0713248640 ili uweze kuwasiliana na Pius Ntiga ambaye yeye ni mhariri wa habari katika kituo cha redio cha Uhuru FM. Na basi ukiweza kusaidia kupatikana kwa mtoto huyo, mawasiliano ndio hayo kwa nambari ya simu 0713248640. Utawasiliana na baba mzazi wa kijana huyo Pius Ntiga. Na kuelekea msimu wa sikukuu za Eid al-Fitri na Pasaka, wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wanaendelea kufanya maandalizi kwa kununua bidhaa mbalimbali, hususan nguo na vyakula katika soko kuu la kimataifa la Kariakoo lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Channel 10 imepita katika mitaa ya soko hilo, ikiwemo mtaa maarufu wa Kongo, na kujionea wanunuzi wakiingia na kutoka katika maduka ya bidhaa tofauti tofauti. Huyu hapa mwanahabari wetu Kisa Mwepiana, yeye alikuwa shuhuda wetu huko pamoja na wenzake. Niko katika soko maarufu, soko la kimataifa la Kariakoo lilopo katika jiji hili la Dar es Salaam. Na hapa niliposimama niko katika mtaa wa Kongo katika soko hili. Tunaenda kuzungumza na wafanyabiashara wanaofanya biashara katika mtaa huu. Watueleze katika msimu huu wa sikukuu za Eid al-Fitri pamoja na Pasaka, mwitikio wa wateja ukoje? Hiyo upo, wateja wanakuja kuanzia Ramadhani inaanza mpaka sasa. Kuhusu hali ya biashara ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tumeona mwitikio katika mwaka huu upo wa kutosha jamani. Nzuri, wateja ni wengi, lakini sio hivyo, tunamshukuru Mungu kulinganisha na mwaka jana. Mwaka jana mimi naona ilikuwa imechangamka sana kuliko mwaka huu hapa. Na baada ya kuzungumza na wafanyabiashara wa nguo katika soko hili la hapa Kariakoo, na sasa ni wakati wa kuzungumza na wateja ambao wametoka katika maeneo mbalimbali katika jiji hili la Dar es Salaam kuja hapa kwa ajili ya kufanya manunuzi ya nguo kwa ajili ya sikukuu hizo za Eid al-Fitri pamoja na Pasaka. Ya bei mimi naona haipo juu, ni kawaida tu. Sababu kiatu 25,000. Sawa, kwa sababu bei sasa hivi na bei ikipita sikukuu au ukija tarehe 25 au ukija zaidi ya hapo, lazima itakuwa imepungua. Nguo sio bei ghali. Nguo ni bei ya kawaida, ila wateja hakuna kulingana na uchumi. Tumekuja Kariakoo kuja kutafuta nguo za watoto za sikukuu, lakini nguo ni chache mno, chache kabisa. Ni nguo nyingi madukani za watoto wa kike tu. Pia baadhi ya wafanyabiashara katika soko hili la Kariakoo wamelalamikia kodi kubwa wanayotozwa katika fremu wanazofanyia biashara na wamiliki wa fremu hizo, na kuomba kodi hizo zipunguzwe ili na wao waweze kunufaika. Sasa hivi ndio maana unakuta maduka mengi yamehamia mitaani kwa sababu wanatoka Kariakoo, wanashindwa kodi za Kariakoo. Nikiripoti kutoka katika soko hili la kimataifa la Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Asante Kisa Mwepiana kwa taarifa hiyo. Naibu Mufti wa Zanzibar, Sheikh Mohamed Musa Wadi, amewataka wazazi kushirikiana na walimu wa madrasa kusimamia malezi ya watoto ambayo yanaendana na misingi ya dini na kitabu kitukufu cha Qur'an. Naibu Mufti mkuu wa Zanzibar ameyasema hayo wakati wa mashindano ya kuhifadhi Qur'an ya wilaya mjini yaliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Kikwajuni, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, ambaye ni waziri wa muungano na mazingira. Lakini tunapokutana hivi pamoja na tukabadilishana mawazo, basi maendeleo yatapatikana na tabia njema itajenga katika jamii yetu. Aidha, Naibu Mufti amewasisitiza viongozi wa dini umuhimu wa kuhifadhi Qur'an kwa vijana na faida zake katika kujenga jamii bora. Unapoweza kuhifadhi Qur'ani, masomo ya aina yoyote ya dunia hii hayatokushinda na utakuwa mtu wa juu katika masomo hayo. Mbunge wa jimbo la Kikwajuni, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, amesema kupitia taasisi ya elimu ya jimbo hilo kuna mpango wa kutoa posho kwa maimamu na walimu wa madrasa. Nataka niwahakikishie yale ambayo tumeahidi mwaka huu ya nyongeza yatakayofanywa na mfuko huu, ambayo ni kulipa posho kwa maimamu wa misikiti yote katika jimbo, kulipa posho, kuendelea kulipa posho kwa walimu wa madrasa wote katika jimbo kwa utaratibu mzuri zaidi. Tupo katika hatua nzuri ya utekelezaji wake. Nao viongozi wa dini wamesema wanahitaji kusaidiwa, ikiwemo kupatiwa mishahara na maposho mengine. Endelee kuwasapoti walimu wa madrasa pamoja na maimamu katika misikiti yetu hii ambayo tupo nao,
kwa sababu wanafanya kazi ambayo ni ngumu sana. Viongozi wetu wa majimbo wamelikariri na wamelipokea kwa mikono miwili kwamba liendelezwe, na wao wamelianza wao mwanzo, ili mradi kwamba walimu tufaidike. Mashindano hayo yaliwashirikisha washiriki wa juzuu 5 hadi juzuu 30. Makasim, Channel 10, Zanzibar. Kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI imeipongeza ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa usimamizi mzuri wa utekelezaji wa miradi ya TACTIC katika jiji la Arusha, ambayo imeweka kiwango bora cha utekelezaji wa miradi ya aina hiyo inayotekelezwa katika maeneo yapatayo 45 ambayo ni halmashauri za miji na majiji hapa nchini. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Florent Kiombo mara baada ya kamati hiyo kutembelea na kukagua usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani. Miradi mingine iliyotembelewa na kamati hiyo ni pamoja na ujenzi wa soko la Komrombo, ujenzi wa soko la Kilombero, pamoja na ujenzi wa mradi wa uboreshaji wa bustani ya mapumziko Temi. Niombe kuchukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamini nyinyi viongozi katika upande wa utendaji kazi na kaleta fedha ambazo mnazisimamia vizuri na tunaziona kwa matendo. Akizungumzia ushirikishaji wa wadau katika miradi hiyo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema kabla ya kuanza kutekelezwa miradi hiyo, timu ya kuandaa mazingira ya utekelezaji wa mradi hupita kwa ajili ya kujiridhisha. Moja ya vigezo vya mradi wowote wa World Bank, kuna fomu maalum ambayo inaonyesha wadau wanasema nini kuhusu hilo jengo ama huo mradi unaoandaliwa. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wamesifu kuona hatua nzuri iliyofikiwa ya ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani, wakieleza kwamba kituo hicho kitakapokamilika kitakuwa na manufaa kwa wananchi wa jiji la Arusha. Stendi ambayo imepiganiwa kwa muda mrefu sana imeweza kuwekwa pale, na hatimaye kuna siku watu wa Arusha wataanza kutumia stendi ile. Mzetu hawa unaweza kuona kwa muda walioanza kufanya kazi, wamepiga ukweli, wanakwenda vizuri. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Asante Hamisi Mkotia kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo ameshiriki kongamano la uwekezaji na biashara nchini China lililowakutanisha washiriki zaidi ya 200 kutoka sekta ya viwanda vya nguo. Kuhusu kongamano, Waziri Profesa Mkumbo amesema limelenga kuhamasisha uwekezaji katika sekta za kimkakati pamoja na kufuatilia utekelezaji wa ahadi iliyotolewa na Rais wa China Xi Jinping wakati wa mkutano wa FOCAC uliofanyika mwaka 2024, ambapo aliahidi kutoa dola za Marekani bilioni 50 kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa maeneo 10 ya ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika, ikiwemo kukuza uwekezaji. Profesa Mkumbo amezitaja sekta za kimkakati kuwa ni viwanda vya nguo, kilimo, viwanda vya uvuvi na mifugo na ufugaji, uchenjuaji wa madini na utalii. Akiwa katika hatua ya mwanzo kabisa ya ziara hiyo, alianza kwa kutembelea jiji la Nantong, mojawapo ya miji inayoongoza kwa uzalishaji wa nguo nchini China, ambapo inakadiriwa kuwa takribani 60% ya uzalishaji wa nguo nchini humo hutoka katika jiji hilo. Tunasafirisha takriban 80% ya pamba yetu nje bila kuchakatwa, na lengo ambalo Mheshimiwa Rais ametupa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba tuvutie wawekezaji katika eneo la kutengeneza nguo ndani ya nchi, kwa sababu ina nafasi kwa ajili ya watu wengi. Kwa hivyo tumepata wawekezaji hapa wakubwa sana. So this is really the golden chance we're having today to having this forum and the events. Today have more than 200 enterprise and companies here. They are very eager and they are willing to be in Tanzania. Naam, kabidhi wasii mkuu na afisa mtendaji mkuu wa wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA Frank Kanyusi amewataka wajumbe wapya wa bodi ya wadhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu ili kuhakikisha mali za kanisa hilo zinalindwa na kutumika kwa maslahi ya waumini wake.
Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo hayo yaliyofanyika katika ofisi za makao makuu ya RITA jijini Dar es Salaam, Kanyusi amesema jukumu la bodi hiyo ni kusimamia mali za kanisa kwa niaba ya waumini hao, hivyo wahakikishe wanatekeleza majukumu yao ipasavyo ili kuepuka migogoro na kutimiza malengo ya kuanzishwa kwa kanisa hilo. Mmepewa jukumu la kwenda kusimamia mali za taasisi ya kanisa la SDA. Niwaombe mwende mkatekeleze jukumu lenu kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa bodi za wadhamini sura 318, vile vile kwa mujibu wa sheria za kanisa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi hiyo David Mpwani, mbali na kuishukuru RITA kwa mafunzo hayo na miongozo, amesema kupitia mafunzo hayo yatawezesha kutimiza majukumu yao kikamilifu na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa lengo la kuhakikisha mali za kanisa zinalindwa na kutumika kama ilivyokusudiwa. Nafikiri huu ni mwanzo mzuri na malengo mazuri ya kusaidia taasisi za dini katika nchi yetu kwa kuwa na utulivu. Salumu Mkambala, Channel 10. Asante Salumu. Ukosefu wa muda kwa wazazi kuwa karibu na watoto wao umeelezwa kuathiri moja kwa moja malezi na maendeleo ya watoto wadogo mkoani Arusha, huku wadau wa maendeleo wakionya juu ya hatari ya kizazi kukosa misingi imara ya maisha. Kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu, ni takriban 47% tu ya watoto wenye umri wa miezi 24 hadi 59 wanaofikia viwango sahihi vya maendeleo ya awali, ikimaanisha zaidi ya nusu wanabaki nyuma. Mkoani Arusha, juhudi zinaendelea kupitia programu jumuishi ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, huku tathmini ya miezi 6 kuanzia Julai hadi Disemba 2025 ikionyesha mafanikio ya awali licha ya changamoto zilizopo. Kwa Arusha umekuwa na changamoto ya masuala ya malezi. Tumekuwa na kesi mbalimbali ambazo hakika hazitufurahishi na haziwezi kumfurahisha yoyote. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu tayari tuna changamoto ya mmomonyoko ule wa maadili. Wanasayansi wanasema kwamba hata mama anapokuwa mjamzito, ukiwa unamsemesha vibaya, ukiwa unamnyanyasa, hata kile kiumbe kilichoko ndani kuna namna fulani ambapo kinasafa. Sisi watu wa elimu tuko kwenye hili kundi kwa sababu baada ya muda fulani wanakuja kwetu ili sisi tuwape maarifa. Tuko kwenye mkakati wa kuanzisha community ECDs hapa Ngaramtoni, Arusha, ili kuweza kuona namna gani wafanyabiashara wanapokuwa kwenye biashara zao watoto bado wanaendelea kupata ulinzi, usalama na elimu ya malezi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mbagala-Kuu Alfred Liganga ametoa wito kwa jamii kuendeleza matendo ya huruma kwa makundi yenye uhitaji, huku akisisitiza kuwa misaada hiyo isitolewe katika msimu maalum pekee bali iwe sehemu ya maisha ya kila siku. Ni kumi la mwisho la mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, waumini wa dini ya Kiislamu wakijiandaa na sikukuu ya Eid al-Fitri, ambapo CCM inaungana na watoto wa kituo cha Islamic Yatima Foundation Ilemela kwa kuwapatia sadaka ya vyakula. Akikabidhi vyakula kwa niaba ya katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro, mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mwanza Michael Masanja amesema hatua hii inatekeleza maandiko ya vitabu vitakatifu na falsafa ya kazi na utu. Kwa hiyo kazi na utu ni utu wenyewe ni huu sasa, kwamba unaweza kuwa unafanya kazi nzuri na kubwa, lakini watu wakasema pamoja na kuwa unafanya kazi kubwa na nzuri lakini hana utu. Baada ya sadaka hiyo ambayo itawafanya watoto hao kufurahia vizuri sikukuu ya Eid al-Fitri, kaimu mkuu wa kituo cha Islamic Yatima Foundation Ilemela Shehe Abdalla Omari ameishukuru CCM kwa kuweka alama ya utu kwa yatima. Tunaomba wadau, kila atakayeguswa na hali kama hii asisite kufika hapa kwa kuwashika mkono hao watoto. Tunakushukuru sana, na isiwe mara yako ya kwanza kuja hapa. Unao wajukuu zako, unao vijana wako, lakini unao wadau wa Chama cha Mapinduzi. Tunashukuru sana kwa zawadi iliyoletwa na mwenyekiti wa CCM kwa niaba ya Dr. Asha Rose Mwigine.
Mungu awalipe kila la kheri. Hapa unaweza kuona ni kidogo, ila kwa Allah ni kubwa sana. Hapa unaweza kudharau, ila kuna watu wengine hata hichi unachokiona hapa waweza wakakipata. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, nikurejeshe tu kwamba habari hiyo toka kuiona hapo ni kuhusu Chama cha Mapinduzi CCM ambacho kimewataka wananchi kuwakumbuka yatima na wajana mahali penye uhitaji kama maandiko ya vitabu vitakatifu yanavyoeleza, ili kupata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwakumbuka makundi hayo. Taarifa hiyo ilitoka kule Mwanza na sio kutoka hapa Dar es Salaam kama ambavyo nilisema hapo awali. Sasa turejee katika taarifa kutoka hapa Dar es Salaam ambapo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata Mbagala Alfred Liganga ametoa wito kwa jamii kuendeleza matendo ya huruma kwa makundi yenye uhitaji, huku akisisitiza kuwa misaada hiyo isitolewe katika msimu maalum pekee bali iwe sehemu ya maisha ya kila siku. Alfred ametoa wito huo kwenye afra ya utoaji misaada mbalimbali ikiwemo vyakula kwa ajili ya iftari, ambapo amesema ni muhimu kuwasaidia wajane, yatima na watu wasiojiweza wakati wote, kwani matendo hayo yana thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na hujenga jamii yenye mshikamano na upendo. Kitendo cha kuwajali wajane, kitendo cha kuwajali wale yatima, kitendo cha kuwajali wasiojiweza, kitendo cha maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kila wakati anahitaji matendo ya huruma. Na mimi niseme tu matendo haya ya huruma yasiyo kipindi hichi tu cha mfungo wa Ramadhani, yawe endelevu hata kipindi kingine. Kwa udhaifu waliokuwa nao hawa mama zetu, lakini ule udhaifu wakasema tunauvua, tunauweka pembeni. Mimi napambana, naenda kutafuta kwa ajili wa wadhaifu wenzangu kuweza kuwasaidia. Mwenyezi Mungu awatunze, Mwenyezi Mungu awabariki kwa fikra, kwa mawazo na kwa upambanaji mliokuwa nao. Kwa upande wake, katibu wa taasisi ya Omoniko Foundation ambao ndio wamefadhili misaada hiyo, Rehema Libega, amewaomba wadau mbalimbali kujitokeza kuwasaidia wahitaji, huku baadhi ya waliopata misaada hiyo wakitoa shukrani. Mwenyezi Mungu amewapa hao, sio kama wametaka, ni jukumu tu, ni hadha tu imewakuta. Kwa hiyo cha kufanya ni kujitoa. Hakuna hela inayotosha na hakuna kitu kinachotosha ila kujitoa na kuwa na moyo tu kuwasaidia hawa watu wa namna hii, kwa sababu kimsaidia mtu mmoja atasaidia na wengine. Toa shukrani nyingi sana kwa aliyetoa huo msaada. Alafu tunashukuru kwa wajane kuafika hiyo sadaka pamoja na watoto yatima. Naombea Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwatendea, na huyu ambaye anataka kutusaidia sisi wajane, Mungu aendelee kumpa neema au ampe kibali kila atakapojisikia kusaidia yatima na wajane. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Asante Emmanuel Chegere. Kanisa la Mungu lililopo Moroko jijini Dar es Salaam limetoa msaada wa chakula kwa kaya 30 za wazee na watu wenye uhitaji katika kata ya Mabibo, ikiwa ni sehemu ya kampeni yao ijulikanayo kama Shikilia Tumaini. Mwakilishi wa kanisa hilo Julius Safari amesema lengo la kampeni hiyo ni kuwapa faraja na matumaini wahitaji, huku akibainisha kuwa tayari wamezifikia kaya 22,000. Naye afisa mtendaji wa kata ya Mabibo Sofia Kisuka amelishukuru kanisa hilo kwa moyo wa kujitolea, akisema msaada huo umewafikia wananchi kwa wakati mwafaka kuelekea sikukuu za Eid al-Fitr na Pasaka. Katika kata hii ya Mabibo, kanisa la Mungu linashiriki chakula na kaya 30 ambazo zina uhitaji wa chakula, wale ambao wako katika hali na mazingira magumu. Kama tunavyofahamu, siku chache zijazo tutakuwa na sikukuu, lakini kuna familia ambazo walikuwa hawajui hata watakwenda kula nini. Lakini kupitia msaada huu tunaona kabisa tabasamu linaenda kuonekana katika familia hizi ambazo zimeguswa. Baadhi ya wanufaika wametoa shukrani kwa msaada huo, wakisema umewaletea faraja kubwa na kuwaombea wadau wao baraka na mafanikio zaidi. Mimi kwa kweli nashukuru sana kwa msaada huu, kama kanisa ukitenda wajibu wako kukumbuka wazee kama sisi. Kama mimi mmoja wapo ni mzee. Yako makanisa mengi tu, misikiti iko mengi, lakini yako yale yanayofuata maandiko. Ndani 8:29 Mwenyezi Mungu anasema anawaheshimu wazee wenye umri, lakini nyinyi mnasaidia na wale wasio na uwezo. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10.
Asante sana Witness kwa taarifa hiyo, mtazamaji, ambayo kimsingi basi inanifanya nifikie ukomo wa habari za kitaifa. Sasa tuzigeukie habari za kimataifa. Katika upande wa kimataifa tuanze huko Congo Brazzaville. Kiongozi wa muda mrefu nchini Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, amechaguliwa tena kuendelea kuongoza muhula wa 5 baada ya kupata ushindi kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili iliyopita. Matokeo hayo pia yamethibitishwa na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Zephyrin Mbolu, wakati wa hotuba yake ya kitaifa jana usiku. Hata hivyo, ushindi huo wa Nguesso unatarajiwa kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kuapishwa na kuendelea na muhula mwingine wa kuliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati yenye utajiri wa mafuta. Na huko Tehran, Iran, wakati taifa la Iran likithibitisha kifo cha afisa wake mwandamizi wa usalama Ali Larijan pamoja na Jenerali Gholamriza Suleiman kufuatia shambulizi la anga la Israel, tayari kiongozi atakayekaimu nafasi hiyo ametangazwa. Taarifa za awali zimearifu kwa Profesa Said Jalil ameteuliwa kwa kiongozi wa jopo la majadiliano kuhusu nyuklia, akirithi nafasi ya Larijan na akitarajiwa kuwa katibu mkuu mpya wa Baraza la Usalama la Iran. Ikumbukwe kuwa Profesa Jalil amewahi kuhudumu katika nafasi hiyo mwaka 2006 kabla ya kubadilishiwa majukumu, lakini pia anakumbukwa zaidi kwenye uga wa siasa alipowahi kugombea urais wa Iran, japo alishindwa nyuma ya Daktari Masoud Pezeshkian. Lola Ali, Channel 10 kimataifa. Asante Lulu Ali kwa habari hizo za kimataifa. Mtazamaji, ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Ulikuwa nami Ezekiel Mwambopo. Ramla Jabu atatuletea habari hizi kwa lugha alama. Tafadhali endelea kubaki na Channel 10. Asante sana kwa kuendelea kubaki na Channel 10. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kwa sasa ni habari za biashara na uchumi, na moja kwa moja leo tunajiunga na wenzetu kutoka kule Dodoma. Huyu hapa Roda Simba. Karibu Roda. Asante sana studio zetu hapo jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10, habari za wakati huu popote pale unapotutazama, karibu kwenye habari za biashara na uchumi kutoka hapa Dodoma, na mimi ni Roda Simba. Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini TOSC imewataka wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo kuacha mara moja uingizaji wa mbegu za magendo na badala yake wafuate taratibu rasmi ili kuepukana na mbegu zisizo na ubora zinazoweza kuhatarisha usalama wa chakula nchini. Taarifa zaidi tuungane na Amani Mbando. Wito huo umetolewa na mkuu wa TOSC kanda ya Nyanda za Juu Kusini Peter Nasari katika mahojiano na Channel 10, ambapo amesema tangu kuanza kwa mwaka huu wa fedha unaoendelea 2025-26, taasisi hiyo imefanya kaguzi kwenye maduka na magala zaidi ya 500 ili kujiridhisha na ubora wa mbegu zinazouzwa kabla ya kuwafikia wakulima. Tumeshakagua zaidi ya maduka 500 kwa sababu hatuyafikii yote. Tunafanya sampling katika sehemu mbalimbali, hasa katika maeneo ya mipakani ambapo tuna changamoto za mbegu ambazo hazina viwango. Katika hatua nyingine, taasisi hiyo imeendelea na ukaguzi wa mashamba ya mbegu za mazao zinazozalishwa katika mikoa ya kanda hiyo ikiwamo Rukwa, Songwe, Katavi, Iringa na Njombe, kwenye mashamba ya taasisi za serikali ambayo ni ASA pamoja na wazalishaji binafsi wakubwa kwa wadogo, ili kujihakikishia ubora wa mbegu zinazozalishwa kabla ya kuwafikia wakulima. Kwa hiyo huwa tunashirikiana nao kuanzia hatua za awali kabisa kwenye uchaguzi wa maeneo, wanakuja kukagua kuhakikisha kwamba maeneo ambayo tunazalisha yanakidhi vigezo, kuhakikisha mazao mashambani ya wakulima na katika nchi yenyewe watu wanaweza kujilisha wenyewe. Asante sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kwa sasa tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wakulima wa korosho katika wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wamewahimiza wakulima wenzao wa korosho waliotelekeza mashamba yao kurejea na kuyasafisha mashamba hayo, kwa kuwa zao hilo kwa sasa lina bei nzuri kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Taarifa zaidi tuungane na Kuringe Mongi. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Nguvu Moja Korosho AMCOS Bwana Isaya Samson Kwaye wakati alipokutana na Channel 10 katika kata ya Nguruka, ambapo korosho ni zao geni kulimwa wilayani Uvinza,
lakini limeanza kuleta mafanikio ya kiuchumi. Wale ambao walitelekeza mashamba yao, korosho sasa hivi ni zao ambalo linaenda kuleta tija katika mkoa wa Kigoma na mafanikio makubwa. Kwa mfano, mwaka uliopita tuliweza korosho kwa njia ya kawaida, lakini mwaka huu tumeweza korosho kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Pamoja na wito huo, lakini Bwana Kwaye amewahimiza wakulima wenzake wa korosho kuzingatia ubora toka wanapovuna, huku mkulima mwingine Bwana Frederick Amos Kidudu akiomba bodi ya korosho kutoa mafunzo kwa wakulima ili walilime zao hilo kwa tija zaidi. Unapokwenda kuiokota lazima uitoe ibakie kuwa hivi ni bibo na hili ndio korosho. Sasa ili upate bei nzuri kama mkulima, lazima korosho hiyo hakikisha inakuwa korosho bora nzuri. Tunahitaji kupata mafunzo kulingana na ugeni wa zao hili. Linahitaji tujue namna ya kupogolea, namna ya kuchambulia. Asante sana Kuringe Mongi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kwa sasa tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko la Machinga lilopo jijini Dodoma wamelalamikia kitendo cha baadhi ya wafanyabiashara wenzao kurejea barabarani kuuza bidhaa, hali inayochangia kupungua kwa wateja ndani ya soko na kuikosesha serikali mapato stahiki. Taarifa zaidi tuungane na Leonard Mwacha. Soko hilo la kimkakati lilijengwa kwa lengo la kuwawezesha wafanyabiashara wadogo kupata maeneo rasmi ya kufanya biashara na kuondoka barabarani. Hata hivyo, kwa sasa baadhi yao wameanza tena kurejea barabarani, hali inayozua sintofahamu miongoni mwa wafanyabiashara waliobaki ndani ya soko hilo. Washughulikie kuwatoa watu waliopo Waniwei, wawarudishe wapi? Machinga Complex, sababu wote walishapewa vibanda na vibanda vyao vipo humu ndani. Paka biashara zinakuwa ngumu, tunashindwa kuendesha maisha yetu vizuri kwa sababu tayari watu wanajumua biashara na wanaweka barabarani. Mwenyekiti wa soko hilo amesema jambo hilo linakiuka makubaliano yao na kutaka serikali kuchukua hatua. Wafanyabiashara namna wanavyoishi na mfumo ulivyo sivyo tulivyokubaliana. Wao wapo kule one way, hawalipi ushuru, hawafanyi chochote. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha habari za biashara na uchumi, na sasa tupate viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kutoka Benki Kuu BOT. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo katika upande wa habari za biashara na uchumi kutoka hapa Dodoma, mimi nakuwa sina la ziada. Mimi ni Roda Simba na sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam. Na asante sana Roda Simba kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, nami nakuwa sina la ziada katika nguo hiyo, isipokuwa sasa nitaondoka hapa studio kumpisha mwanamichezo Witness Ngalawa ambaye kutujuza kulikoni katika medani za michezo hapa nyumbani na katika anga la kimataifa. Basi kaa tayari kumsubiri hapa Winga Teleza. Naam, asante Ezekieli Mwambopo kunipa kijiti kwenda kuangaza zile ambazo zimejiri leo katika anga la michezo kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, karibu. Kitaifa kubwa ni kuhusiana na uamuzi baada ya uamuzi wa bodi ya rufaa ya shirikisho la soka Afrika CAF na kuivua Senegal taji la kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka 2025 na kuitangaza Morocco kuwa bingwa wa makala ya 35 wa mwaka 2025, uamuzi ambao umetokana na ukiukwaji wa kanuni za mashindano umezua utata na mjadala mkubwa katika ulimwengu wa soka, ambapo wachambuzi na wadau wa soka nchini Tanzania wametoa maoni tofauti kuhusiana na hilo. Kimeleta mjadala mkubwa sana ambayo itakuwa ni precedent kwa huko siku zijazo. Panaweza pakawa na matukio ambayo yanaweza yakafanya, kwa sababu unajua tu kisheria ndio wanasheria huwa wanatafsiri sana wanasheria, lakini kwenye sheria ile kanuni ya 82 na kanuni ya 84 ndio bado inategemea nani imetafsiriwa kivipi. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa kweli huko mbele safari kinatakiwa kifanyiwe kazi, na hata kama kuna maboresho yanatakiwa yaboreshwe
ili iwe imenyoka moja kwa moja. Nimesikitishwa sana na kitendo ambacho timu ya taifa ya Morocco imepewa ubingwa wa Afrika, na kisoka sio fair. Mpira wa miguu unataka timu zipate haki yao ya msingi zikicheza katika ubora, daraja na kiwango. Nachoamini zaidi kwamba Morocco wamebebwa, wamependelewa na wanaogopwa sana. Kwa sababu ukiangalia katika mechi ambazo wanacheza Morocco, ukicheza katika timu kibao walikuwa wanabebwa sana. Ukija Tanzania kwetu kuna penalty ilikuwa bure, ukija kwenye timu zingine za kukutana nazo, why yale makosa yako yaona kabla. Bado soka letu la Kiafrika bado imebezi upande mmoja tu, kwa Arabu sana wanapendelewa. Hawajafanya fair. Naam, kwingineko ni mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea hii leo kwa mchezo mmoja kupigwa, katika mechi nyingine pia ikitarajiwa kuchezwa majira ya saa 2 kamili usiku, ambapo mechi hii leo zitachezwa mbili, ambapo majira ya mapema kabisa iliwakutanisha wakusanya mapato TRA United dhidi ya Young Africans, mchezo ambao ulimalizika kwa suluhu ya bila kufungana, mchezo ambao ulichezwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha, ambapo matokeo hayo yanawafanya Yanga kufikisha alama 37 kileleni mwa msimamo, wakiwa tayari wamecheza michezo 15, huku TRA United wakiwa nafasi ya 10 na alama zao 20 baada ya kushuka dimbani mara 15. Majira ya saa 2 usiku huu Tanzania Prison watakuwa kibaruani dhidi ya Singida Black Stars katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, mchezo ambao unatarajiwa kuwa na upinzani mkali. Nikiachana na mchezo huo, ni kuwa kwingineko, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ameita kikosi cha wachezaji 25 ambao wataingia kambini tarehe 22 kujiandaa na michezo miwili ya FIFA Series ambayo itafanyika nchini Rwanda. Gamondi amesema amewajumuisha wachezaji vijana kutoka timu tofauti ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza na kuonesha kiwango bora kwenye vilabu vyao. For to announce the squad for these two games in FIFA Series. We will fly in Rwanda. What we selected this group of players is to keep the team structure like we keep and we have an African Cup of Nations in Morocco, and starting to give some opportunities to new players when they showcase us their capability, their abilities, and starting to what will be even for the next months. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu wa SUMA JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amezindua rasmi SUMA JKT Marathon, mbio ambazo zinatarajiwa kufanyika Juni 7 jijini Dodoma. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akiongea na vyombo vya habari kwenye hafla ya uzinduzi rasmi wa mbio hizo na utambulishaji wa vifaa vitakavyotumika kwenye mbio hizo zinazotarajiwa kufanyika katika viwanja vya SUMA JKT House vilivyopo jijini Dodoma, Meja Jenerali Mabele amesema mbio hizo zinazotarajiwa kushirikisha watu zaidi ya 10,000, fedha zitakazopatikana zinakwenda kuboresha afya ya mama na mtoto nchini. Lengo kuu la mbio hizi kwa mwaka huu wa 2026 ni kuwezesha huduma za afya ya mama na mtoto katika hospitali ya Makole iliyopo jijini Dodoma na hospitali ya rufaa ya Jeshi Rugaro, especially kitengo kile cha huduma ya afya ya uzazi na watoto kilichoko pale Mwenge. Kwa upande wao, wafadhili wa mbio hizo ambazo hii ni mara ya pili kufanyika, akiwemo mfadhili mkuu benki ya CRDB, wamesema mbio hizo ni muhimu katika kuleta mahusiano mema. Na sasa kilichobakia kila mdau wa riadha ni kujisajili, na usajili huu unafanyika kupitia tovuti ya SUMA JKT ambayo imetengenezwa na kuboreshwa kwa kushirikiana na CRDB ili kufanikisha zoezi hili la usajili. Mbio hizi zitakuwa za kilomita 42.2 kwa maana ya full marathon,
kilomita 21.1 kwa maana ya half marathon, kilomita 10 kwa maana ya social run, na kilomita 5 kwa maana ya funny run. Sisi kama Suma JKT Guard Limited tutahakikisha kuwa mbio hizi zinakuwa salama. Kwa hiyo nitoe heshima kwa wote ambao wamezisikia mbio hizi kuweza kujiorodhesha na kushiriki. Mimi ni mwanamichezo wako Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Faraja Kiongole. Kuelekea kilele cha wiki ya mbio za kimataifa, yani Kilimanjaro Marathon, ambazo zitazofanyika Machi 22 mwaka huu, kampuni ya Kilimanjaro Premium Lager ambao ni wadhamini wakuu wa mbio hizo wanatarajia kuzindua rasmi kampeni yake mpya ijulikanayo kama Vya Kwetu Vizuri, tukio litakalogeuza mashindano hayo maarufu kuwa jukwaa la kuonesha fahari, utamaduni na umoja wa Tanzania. Kupitia kampeni hii, Kilimanjaro Premium Lager inaendelea kusimama kama nembo ya utambulisho wa Mtanzania kwa kusisitiza maadili, hekima, asili na mshikamano unaounganisha Watanzania pamoja. Katika kipengele, kampeni hii pia itamshirikisha mwanariadha maarufu wa mbio ndefu Alphonce Simbo ambaye ameipeperusha vyema bendera ya Tanzania kimataifa. Kama sehemu ya maadhimisho hayo, ambapo Simbo ataongoza utaratibu maalum wa kuwapa motisha wakimbiaji wa kilomita 42 kupitia wimbo wa hamasa utakaowasaidia kuendelea kupambana hadi mwisho wa mbio hizo. Namna hivyo, taarifa hiyo kuhusiana na mbio hizo ndiyo inanipelekea kwenda kuangaza habari za michezo kimataifa. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya imeendelea usiku wa jana kwa michezo ya hatua ya 16 bora mkondo wa pili, ambapo timu 4 zimefanikiwa kufuzu hatua ya robo finali. Mchezo wa mapema kabisa ulikuwa pale katika jiji la Lisbon nchini Ureno, ambapo wenyeji Sporting CP walifanya maajabu ya kupindua meza baada ya ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Bodo Glimt kutoka nchini Norway na kutinga hatua ya robo finali kwa jumla ya mabao 5-3. Michezo mingine, mabingwa wa kihistoria barani Ulaya Real Madrid iliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Manchester City na kufuzu hatua ya robo finali kwa jumla ya mabao 5-1. Wakati huo huo, mabingwa watetezi PSG iliibuka na ushindi wa mabao 3-0 ugenini dhidi ya Chelsea na kufuzu kibabe kwa jumla ya mabao 8-2. Nao Arsenal the Gunners wakiwa nyumbani katika dimba la Emirates iliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Bayer Leverkusen na kufanikiwa kutinga robo finali ya michuano hiyo. Wakati huo huo, michezo ya hatua hiyo inaendelea tena usiku wa leo kwa kuchezwa michezo minne, ambapo Barcelona watakuwa nyumbani katika dimba la Spotify Camp Nou kuwakaribisha Newcastle United the Magpies, huku Bayern Munich watakuwa pale Allianz Arena dhidi ya Atalanta Bergamo. Liverpool watakuwa katika dimba la Anfield dhidi ya Galatasaray kutoka nchini Uturuki, huku Tottenham Hotspur watakuwa nyumbani pale jijini London kupambana na Atletico Madrid ya Diego Simeone. Kenny Malila, Channel 10. Asante msimulizi wetu Kenny Malila kutuhabarisha yale ambayo yamejiri katika anga la michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo winga teleza Witness Ngalawa. Sina la ziada upande wa michezo, na atarejea hapa Ezekiel Mwambopo kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo baada ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, Singida, Dodoma, nyanda za juu kaskazini mashariki, Morogoro, Ruvuma, pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini, maeneo yote yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, nyanda za juu kusini magharibi, Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kigoma, Tabora, Katavi, Singida, Dodoma, nyanda za juu kaskazini mashariki, Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo
na matarajiwa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tafadhali chukua tahadhari. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tunakuwa hatuna la ziada, isipokuwa sasa mimi nitaondoka hapa nikupishe uendelee kutazama vipindi vingine vinavyofuata hapa Channel 10. Jina langu ni Ezekiel Mwambopo, kwa niaba ya Witness Galawa alituletea habari za michezo na burudani, lakini Roda Simba alituletea habari za biashara na uchumi kutoka kule Dodoma, lakini Ramla Jabu yeye alituletea habari zote hizi kwa lugha ya alama tangu mwanzo mpaka mwisho. Kwa heri kwa sasa, endelea kutazama Channel 10. Muhtasari ndio huu hapa unafuata. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea taarifa ya tume ya kutathmini na kushauri kuhusu masuala ya kodi. Kuelekea sikukuu za Eid al-Fitr na Pasaka, watu waendelea kufanya maandalizi kwa kununua bidhaa za vyakula na nguo katika soko kuu la Kariakoo, Dar es Salaam. Denis Sassou Nguesso apata ushindi kwenye uchaguzi wa urais nchini Congo Brazzaville uliofanyika Jumapili iliyopita. Na katika michezo, wadau wa soka nchini watoa maoni yao baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwavua ubingwa timu ya taifa ya Senegal na kuwapa Morocco baada ya kushinda rufaa.